Hey. Nini inaendelea? Sasa ameanza. Wameanza uongozi wake. Mwanza hizo uongozi zenu. Hakuna penye mnaenda na hii title deed. Hizo uongozi. Sasa mmeanza uongozi zenu. Nikayo hapa tena. Naona rafiki zangu wamefika na pia mandugu zangu pia wengine hapa wako hapa tayari. So yule ambaye alinileta hapa ni ndugu yangu ambaye ni Caleb. Nilifika. Ninunulie chai sasa. Nimeshukuru sana kwanza. Nimeshukuru kabisa. Yes. Kabisa. Naona Ruth ako hapa. Hao ni watu ambao nawafahamu vyema. Na pia hawa nawafahamu kiasi. Amenieleza jina yake ni Cynthia. Ndugu yangu pia alikataa kunieleza jina yake ni vipi? Nieleze. Kwa kuwa alionekana kuna machungu mingi bado. Wewe acha kuwe na machungu. Vitu zenye nimefanya hata hafai kuwa na machungu juu alikuwa na kiburi. Alikuwa na kiburi. Si unaona? Ndugu. Nilisema kwamba tukue na amani. Nataka amani tu kwanza tusuluhishe hii maneno. Au kila mtu amekuwa akileta kwa hizi vitu ni mtu wao anajua. Ona sisi pia msikubalie tulete mtu mwenye pia sisi tunajua. Nilikuwa najua. Si unasikia amemuita aje ndugu yangu. Alafu ana smile akifanya mguu hivi anadhani atumuoni. Sasa nyinyi ndio wa makosa. Ndugu naweza kuita ndugu pia. Sasa mimi hii miaka yangu umetosha kuwa ndugu yangu. Na sasa wewe unataka kuitwa jina gani na umekata kumuelezea jina yako? Hii miaka yangu nimetosha kuwa ndugu yako. Huyu jamaa alifaa endelea kubweka huyu mzee. Ili tusuluhishe hii maneno. Huyu mzee alifaa kuendelea kubweka huyu. Kwa kuna mdomo ya kubweka. Hata tulia kwanza. Tulieni hiyo siku kwa sababu niko na hasira mbaya sana. Tulieni tu. Hasira ni kwa nani? Tulieni. Mimi sitaki kujua hasira yenu ni gani. Furaha yenye tuko nayo sasa. Chenye metuleta hapa ni tupatie title deed yetu tuende. Mimi na nyinyi bado hatuja. Ningependa tuelewane. Agreement gani? Hii maneno ni agreement tena. Agreement. Paka nipate chanzo kwanza. Mchawi wewe. Mimi naita mchawi. Hapana, tusiitane majina. Kayo my friend Unaona watu hawa ni watu wazima lakini wajiheshimu. Wewe ndio hawana adabu. Wewe ndio una adabu. Unahitaji waganga unatoa tu kwa na adabu. Mwenye nilileta ilikuwa daktari sio mganga. Nyinyi ndio mnatumia waganga hivi. Sasa nikuulize, dawa hii kutoka kwa mfuko wa mume wako? Hiyo sio dawa. Nani alikwambia hiyo ni dawa? Nani alikwambia hiyo ni dawa? Ambapo ilitoka. Tuliona kila mtu tuliona ikitoa dawa. Wewe unajuaje ni dawa kama wewe si mganga? Daktari alimwambia atoe hiyo dawa kwa mfuko. Nilikwambia aje? Au kuona kitu. Kuna souvenir alipewa na babu ya babu. Hakuna kitu kama babu yako. Wewe hujawahi pewa kitu na babu yako? Ningependa tuelewane. Let me tell you something my friend. Calm down tuelewane. Wewe unatujua. Unajua mahali tumetoka, si ndio? Muone. Anakuanga na wewe kila saa. Alafu hawa after kupitia hayo yote, alafu tena tunakuja tunakutana na hawa wazimu. Kwanza daktari aliniambia tu vizuri, huyo mtoto wake, huyo msichana wake, ni yeye mwenyewe ndiye alituma kwangu ili waridhi mali yetu. Shamba yetu yenye tuliachiwa na baba yetu. Wanaelewa uko nayo. Hauko na enjoy. Nimeenjoy nini? Uko na enjoy. Wewe kwenda huko na enjoy wewe. Ambapo ni kitu ulifanya. Ni kitu ambacho ulifanya. Kitu gani nilifanya? Sasa si hiyo yote kutuma msichana wako kwa huyu kijana na dawa. Ni yeye alikuwa anataka. Amesema hapa vizuri. Kuna difference ya protection. Na hizo mambo yenye mnashinda mkituambia. Unaona Kayo? Acha nikuelezee. Na ni mali gani haswa walikuwa wanahitaji? Shamba. Tulileta daktari atusaidie. Daktari kwanza huyu alifanywa kabweka kama mbwa. Huyu alijikuna na wakasema ukweli. Ulinionyesha. Si nilikuonyesha? Walisema ukweli. Sasa sijui mbona anakataa tena. Ona ukweli. Sijui hata mbona wanakataa sasa hizi. Sasa tukileta daktari si utashindwa kuongea wewe. Ndugu hujaitwa. Nitaongea kwa sababu umbwa na mtu yoyote. Title deed ndio hii niko nayo. Kwanza hii ndio tunataka. Tulia. Walifaa kuleta hiyo ndio walifaa kuleta. Bro, na usifikirie utaninyang'anya hii title deed. Unaweza jua mimi leo nipate haki yangu. Leo unaweza jua mimi leo ni nani. Hiyo title deed utatupea tu peke yako kwanza. Kuwapatia sijakataa. Title deed ni hao. Niwapatie kwa nini? Kwa amani. Siwezi wapatia kwa sababu kutoka hiyo lazima. Walifanya nini? Lazima. Ndugu yangu acha nikueleze jambo.
Huyu ndugu hapa anasema kwamba sasa hivi tangu ile siku akiwa anabweka hajasimamisha. Hata siwahi simamisha. Hiyo hata imekuserve tu vizuri wewe mzee. Bana tuelewane tu. Ulikuwa mbwa. Utembea huku kibweka na pia hakuna chenye unaweza fanya. Hii hata ni furaha yangu kabisa. Unaweza fanya ukose hiyo title deed hata. Unajua Kayo Na sasa swali langu ni moja. Wakati tuliachana na daktari. Hapa mimi ni kama Kofi Annan. Wakati tuliachana na daktari. Walisema watanipatia nini? Watatuletea hiyo title deed. Alafu hebu nyamaza kwanza nikiongea wewe. Huwezi ninyamazisha, ni nani unanyamazisha? Wacha ongee. Unaona baadaye vile tulirudi kwa nyumba. Ruth wewe nilikuonyesha hiyo message. Hata wewe nilikuwa nimekuonyesha message. Huyu aliniandikia aje akasema ati sitapata hiyo title deed. Na yenyewe tukiwa hapa alisema kila kitu hadi akaomba msamaha. Akasema atapatiana. Daktari akamsamea akasema ataleta. Alikusamea. Sasa hizi ungekuwa bado unabweka wewe mzee muone wewe. Tutulie tuelewane. Mnataka title deed ama mtaki? Hiyo ndio chenye mmeleta hapa. Hebu nipe kwa sababu uko nayo. Na ndachukua. Hebu tupatie hiyo title deed. It belongs to me. Ningependa tutulie. Kama uko na nguvu amka uchukue. Kwani tena na make sure unajua tulikuwa tumekupatia hizo 2 days ili urudi mali ulienda ukabadilisha jina. Ubadilishe uweke jina yenye ulipata kwa hiyo title deed. I hope kuna hiyo jina. I hope kuna hiyo jina. Tuelewane. Ninakuona polepole venye. Umenieleza vyema. Tulia kwanza nataka kusema. Mimi nitakugeuza kwa. Tulia pia wewe niseme kitu. Kila kitu imefanyika. Hawa bado wako na kiburi. Bado mko na kiburi. Niko na swali moja. Niko na swali moja kwao. Hii ni ultimatum. Acha niwaulize swali moja hapa kwanza. Juu mimi hapa siegemei upande mmoja. Umesema alikutext akakueleza hata peana title deed. Imagine. Swali yangu ni moja. Kama mlileta ule daktari awafanyie zile mambo ili waseme ukweli. Na walisema mmefanya asimami. Walisema ukweli kwa sababu alikutext. Walisema tulia, ni swali nauliza. Walisema ukweli, wakasema wataleta title deed. Daktari aliniambia vitu mingi sana nyuma ya kamera. Aliniambia mingi kuhusu hao watu. Aliniambia tuwapee 2 days waende wabadilishe jina. Juu walikuwa wameshabadilisha jina wakaeka jina zao kwa title deed. So walifaa kuenda wabadilishe jina ikuwe jina yenye walipata. I'm very sure you title deed umeweka hiyo jina yenye ilifaa kuwa hapo. Jina ya babangu. Wanapitia ni dhambi zao ndo zimefanya wanapitia hizo vitu zote. Unaona nini? Hakuna haja tuonge maneno mingi sana hapa. Nimesema tu ulibadilisha jina. Hiyo si ya muhimu sahi. Toa utuonyeshe kuna jina ya babangu. Toa utuonyeshe. Unataka bwana wako asimamisha ama utaki? Ni sawa, anataka tena nataka kwa sana. Hizo dawa zenu ndio zimewafunga. Hiyo kusimamisha hizo dawa zako ndio zimefunga. Huyu jamani mganga hata muone na katu mganga huyu. Ama niende naye ndio. Hapana. Utaleta na hizo mguu zako. Usifanye jambo kama hiyo. Alafu kishaenda naye utasimamishia wapi? Ona huyu. Sio, nataka kusikiza kitu nawaambia. Tuelewane tu. Mpatie nafasi ajieleze. Nasema hivi, ndio mpate title deed yenu, muende mtafute hao waganga wenu kule mliwatafuta, sijui mliwatoa wapi. Waregeshe mume wangu. Waganga ni nyinyi. Waganga ni bwanako huyu. Ona vile anaona. Huyu hata anaonekana mganga tu ukimwangalia. Acha niulize swali. Mtu mwenye anajielewa anatembea na madawa kwa mfuko. Huyo ni mganga huyu. Daktari unaita daktari kwa nini? Daktari anatibu. Wakati ulikuwa unajikuna mbona huko unaongea hivi? Alikuwa na dawa kwa mfuko. Alitoa wapi hiyo dawa? Na nyinyi kama sio waganga mnatoana na daktari wapi? Daktari anatibu nini? Amai kukutibu wewe. Wakati mulipea ndugu yangu dawa ndiye andike vitu zenye zieleweki. Mulitumia Mungu. Mganga anaongea na mganga. Ulikula pesa. Tulikula na pesa tulikula na wewe. Wewe na bwana wako nyinyi ndio wachawi wa ajabu. Hata wewe ni mchawi wa ajabu. Mchawi anaongea na mchawi mwenzake. Acha tuelewane hapo. Kayo. Acha niulize swali. Sisi wachawi hatungekuwa tumekaa hapa tunaongea. Tutulie kiasi. Tutulie. Wewe naye unakaa tu shumileta. Shumileta ni nyinyi. Juu nyinyi ndio wachawi. Nyinyi ndio mashumileta wewe na huyu mke wako. Tuache matusi. Kayo nikuulize mtu kama wewe. Mtu kama wewe unajielewa. Unaweza tembea na dawa kwa mfuko, dawa za kufunga watu. Mimi siwezi tembea nazo. Sasa huyu jamaa alikuwa anatembea na dawa. Meaning
Unajua wenye wanafanya vitu kama hizo ni waganga. Ni protection yake, si mali aliridhi. Wacha kusikiza watu. Protection yake Daktari alituelezea yani kila iko na vitu mingi, si protection peke yake. Ni protection. Hiyo ndio mali yangu yote. Balizia Kayo. Hiyo ndio mali yangu yote. Alafu sasa na kama ni mali yako yote, niliuliza tu swali. Haiwezi kuwa ni hiyo ndio ilisababisha kwamba sasa hii hauna nguvu za kiume. So hiyo. Ni hiyo. Hata ni hizo. Si. Ona sasa hata ameshindwa kuongea, unaona? Ameshindwa kuongea. Chenye imetuleta hapa ni document yetu, please. Tafadhalini mtupe title deed yetu, si tuende. Tutawaacha na amani, hata amda tusikia tena. Muende muleteo daktari mumwambie nimesema siwapati. Enda leta hiyo dawa. Swali yangu ni moja kwenyu nyinyi. Alafu tunani. Inaweza kuwa ule daktari alifanya jambo baada ya ile siku. Exactly. Wewe unajua hiyo daktari aliachana naye mara moja. Daktari Kenya alifanya ilishia hapa. Na daktari alinipromise nitapata title deed yangu. Unaeleza yeye anatenda mema. Ndio maana hata niliwatafuta. Amesaidia watu wengi. So unaona hawa wawili wanajijua vizuri, wanajijua. They know themselves. They know everything. Ni ile wanajificha. Waulize daktari anafanya kazi hospitali gani? Hao anashinda kusema mtu aoni daktari. Waulize huyo daktari wao anafanya hospitali gani? Sikia huyu. Waulize. Hebu sikia. Daktari lazima daktari afanye tu kwa hospitali. Na huyu anakuanga mwenyewe. Kwani daktari anafanya kazi wapi? Lakini si kitambo. Daktari anafanya kazi kwa ba. Kitambo tulikuwa tunaita watu daktari. Kwenye hata na daktari wa mitishamba pia. Huyu amekuja kwa. Msitetei mtu. Ni nasema tu chenye tunataka new title deed mzee. Hatuwezi kuwa tunaongea kitu moja kila mara Hey. Ni nini inaendelea? Sasa ameanza. Wameanza uongozi wake. Mwanza hizo uongozi wenu. Hakuna penye mnaenda na hii title deed. Hizo uongozi. Sasa mmeanza uongozi wenu. Ni nini? Sasa by the way, title deed siko hapa ndani. Hey. Ni nini wewe? Hapana, tuelewane. Title deed ni yao. Wafanye kwanza vitu mlikuwa mnadhani hatuwezi pata. Mlikuwa mnadhani hatuwezi pata. Nimesikia ni kama anachomeka mwili, ni kama watu wananiongelesha watu wengi, ni kama nimebeba vitu vizuri mnafanya. Watu wengi sasa tena wanaongelesha Watu gani wanakuongelesha? Watu wanakuongelesha. Hizi ni uongo zao, Watu wanakuongelesha from your. Hizi ni uongo zenu. Unaona Kayo? These people are evil. At least sasa iko kwa mkono yangu. Bagi inatingika. Ina make sense. Waongo. Uko na choice ya kunibelieve ama ukatae, lakini mimi nasema kitu nimesikia ni kama watu wengi wananiongelesha. Si ni hao watu wenu au wachawi wenu. Ona Ruth. Tunaweza ishia sasa. Jichunge sana. Hizi vitu za mnafuache. Bana. Title deed yetu jamani. Hizi ni gani? Nini hapa? Kabisa. Itakuchoma. Ndio mnafanyia watu hii mambo. Hapana, kuna mambo nimefanya. Nimesema hapa aje nasikia aje. Mtakufa vibaya. Nimekwambia nasikia aje. Nini mambo gani hii? Nikuwe sawa. Juu sasa nyinyi umefanya hii kitu nini? Lazima sasa nikuwe sawa. Hii ni uchawi yenye mmekuja nayo. Hii nini mnafanya? Hapana, ina backfire on them, right on their faces. Wewe muone nani ameshika hiyo title deed? Wachawi ndio tunakwambia wachawi na